Mashambulizi yaliyotekelezwa na Israel pamoja na Marekani dhidi ya Iran yameleta ugomvi mpya Mashariki ya Kati, ugomvi ambao Rais wa Marekani Donald Trump anasema ni wa kumaliza tishio la usalama dhidi ya Washington na kuwapa raia wa Iran nafasi ya kufanya mapinduzi. Katika orodha ya waliolengwa katika shambulio la kwanza walikuwa ni viongozi wa serikali ya Iran. Miongoni mwa waliouawa ni kiongozi wa kidini Ali Khamenei ambaye pia ndio rais wao. Mashambulizi hayo pia yalisababishwa vifo vya watu maarufu ikiwemo viongozi wa kisiasa na wa kijeshi pia. Jeshi la Israel lilisema liwaua viongozi wakuu 40 wa jeshi la Iran. Sasa wafuatao ni viongozi wakuu wa Iran waliotangazwa kuuawa na operesheni ya kijeshi iliyotekelezwa nchini humo. Wa kwanza ni Aziz Nasirzadeh, waziri wa ulinzi wa Iran. Aziz Nasirzadeh alizaliwa katika mji wa Sarab, mashariki mwa mji wa Azerbaijan, kaskazini magharibi mwa Iran mwaka 1964. Baada ya kufuzu kama rubani, alifanya masomo mengine nje ya Iran kama kuendesha ndege za kivita nchini Pakistan. Alikuwa ni miongoni mwa marubani waliokuwa wakitumia ndege za F-14 katika vita vya Iraq na Iran katika mwaka 1980 hadi mwaka 1988. Baada ya kumalizika kwa vita, Nasirzadeh alishikilia nafasi ya uongozi nje na ndani ya Iran. Alihudumu katika ubalozi wa Rome nchini Italia kabla ya kurejea nchini Iran na kuhudumu katika. Baada ya ushindi wa Rais Masoud Pezeshkian mwaka 2024, Nasirzadeh alichaguliwa kuwa waziri wa ulinzi wa Iran. Mwingine ni Ali Shamkhani. Huyu alikuwa ni katibu wa Baraza Kuu la Ulinzi. Sasa shirika la habari kitaifa la Iran lilithibitisha pia kifo cha Ali Shamkhani, mshauri wa kiongozi wa kidini Ali Khamenei katika mashambulizi yaliyotekelezwa na Marekani. Shamkhani alizaliwa mwaka 1955 eneo la Ahvaz. Ni Mwarabu wa Iran kutoka Kazakhstan, lakini alihusika na mageuzi ya kisiasa dhidi ya utawala wa Shah na baadaye kukamatwa. Mwaka 1975 alianzisha kundi la Mansurun na Mohsen Rezai ambao baadaye ilikuja kuwa kitovu cha Revolutionary Guard. Miezi 8 iliyopita kulikuwa na uvumi kuwa ameuawa katika mapigano ya awali ya Iran na Israel, ila siku kadhaa baadaye iliripotiwa kuwa alijeruhiwa tu na alinusurika mashambulio hayo. Hakuonekana kwa umma kwa muda hadi alipoonekana katika mazishi ya makamanda wa Revolutionary Guard. Baada ya vita hivyo, alichaguliwa kuwa katibu na mwakilishi wa kiongozi wa kidini Ali Khamenei katika Baraza Kuu la Ulinzi. Watatu ni Mohammad Pakpour. Huyu alikuwa ni kamanda wa Revolutionary Guard. Shirika la habari la Iran lilithibitisha pia kifo cha Meja Jenerali Mohammad Pakpour, kamanda wa Revolutionary Guard. Katika siku ya kwanza ya duru iliyotanguliwa na kuongezeka kwa mapigano iliyojulikana kama vita vya siku 12, na baada ya kuuawa kwa Hussein Salami, uamuzi uliofanywa kumpandisha cheo Mohammad Pakpour kutoka Brigedia Jenerali hadi Meja Jenerali na kumteua kuwa kamanda mkuu wa Revolutionary Guard. Katika miezi 8 aliyokuwa akiongoza Revolutionary Guard, alisisitiza mara kwa mara juu ya utayari wa vita, uwezo wao wa makombora na kutoa vitisho vya moja kwa moja dhidi ya Marekani na Israel. Pakpour alisisitiza kuwa Iran ilikuwa imefikia kilele cha uwezo wake wa kijeshi na shambulio lolote jipya lingekabiliwa na jibu kali lenye nguvu zaidi. Alionya kwamba ikiwa vitisho vingeendelea, Iran ingeanzisha tena vita kutoka vilipoishia na isingeruhusu washambuliaji kuepuka bila kuadhibiwa. Katika hotuba zake za barua rasmi, alisitiza maendeleo ya teknolojia ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na uwezo wa makombora na matumizi ya teknolojia za kisasa katika vita. Mohammad Pakpour aliyezaliwa mwaka 1961 katika mji wa Arak, alikuwa kamanda mkongwe katika Revolutionary Guard kabla ya kuteuliwa tena kama kamanda mkuu wa Revolutionary Guard. Aliongoza vikosi vya ardhini kwa muda wa miaka 16. Mwingine ni Abdul Rahim Mousavi. Huyu ni nadhimu mkuu wa jeshi la Iran. Meja Jenerali Abdul Rahim Mousavi, nadhimu mkuu wa jeshi la Iran, aliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel ambayo yanaaminika kuwalenga viongozi wa juu wa Iran na makamanda wa kijeshi. Mousavi alizaliwa mwaka 1959 katika mji wa Qom na alichukuliwa kuwa mmoja wa viongozi mashuhuri zaidi wa jeshi la Iran. Kuteuliwa kwake kuwa mkuu wa majeshi ya vikosi vya ulinzi kulikuwa hatua ya mabadiliko katika muundo wa uongozi wa kijeshi baada ya nafasi hiyo
kushikiliwa kwa muda mrefu na kamanda wa Revolutionary Guard. Musavi alijiunga na jeshi mwaka 1979 ambapo alisoma katika chuo cha maafisa wa vikosi vya ardhini. Ana shahada ya uzamilifu katika usimamizi wa ulinzi kutoka chuo kikuu cha Supreme National Defense University. Wakati wa vita vya Iran na Iraq, alihudumu katika kikosi cha mizinga akiwa mstari wa mbele wa vita eneo la Kurdistan na Khuzestan. Alishiriki katika operesheni muhimu ya kujeruhiwa wakati wa mapigano. Baada ya vita hivyo kumalizika, alipandishwa cheo. Alihudumu kama mwenyekiti wa wakuu wa majeshi kati ya mwaka 2005 hadi mwaka 2008. Kisha akawa naibu kamanda mkuu wa jeshi hadi mwaka 2015. Mwaka 2016 alichukua wadhifa wa naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi. Baadaye alipandishwa cheo hadi kuwa meja jenerali na kuteuliwa kuwa kamanda mkuu wa jeshi mwaka 2017, nafasi aliyoishikilia hadi mwezi wa Juni mwaka 2025.